Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya hapa nazungumzia Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Young Africans katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, au kiweza kushuhudia moja kati ya mambo makubwa ambayo yanakwenda kutokea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Young Africans wamedhamiria zaidi shaili ya kwamba kunako msimu huu wanakwenda kufanya mabalaa mazito kweli kweli kwenye ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo umeweza kushuhudia kazi kubwa ambayo imeweza kuendelea kufanywa na kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans katika kuhakikisha kwamba wanapata wachezaji ambao ni bora na wenye uhakika zaidi wa kuweza kuwapa matokeo kamili kwenye kikosi chao katika mashindano yote ambayo Young Africans wanakwenda kushiriki. Bana, hivi karibuni tuliweza kushuhudia Young Africans wakiposti jezi namba 6 kwenye kurasa zao wakisema ya kwamba anayekuja anapewa jezi namba 6. Sasa watu tukawa tunatarajia kuona kwamba pengine Fredi Ngoma ndio anakwenda kupewa jezi namba 6 baada ya kutambulishwa kwenye kikosi cha Young Africans kiungo huyo mkabaji. Lakini baada ya Young Africans kufanya utambulisho wao mdogo wa kikosi pale katika dimba la kule ambako walikwenda, hapa nazungumzia Buyombe, ambapo walikwenda kuzindua uwanja kule mpya kabisa, ambapo walikokwenda kushuhudia waliona kabisa kwamba ile jezi ambayo walipaswa kuweza kuvaa Fredi Ngoma yuko na jezi nyingine ambayo ni namba 8 ndio anavaa Fredi Ngoma. Sasa watu wakawa wanajiuliza, kama Fredi Ngoma ambaye alikuja akisemekana anavaa jezi namba 6 na amepewa jezi namba 8, nani anavaa jezi namba 6? Sasa story imekwenda mbali zaidi na kukumbusha kwamba bado usajili unaendelea. Na unaendelea vipi? Ni baada ya leo hii kuweza kuibuka story mpya kuhusiana na jezi namba 6 anayekuja kuivaa nani kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Ni nani huyo? Utakwenda kumjua hapa. Ametokea wapi? Amesaini mkataba miaka mingapi? Na imekuwaje mpaka aliyekuwa anasubiria kuvaa jezi namba 6 akavuliwa, anasubiriwa yeye? Ni nani huyo ambaye anasubiriwa? Weka maoni yako hapo chini. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa ndio unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu lililoandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Subscribe na kisha ubonyeze alama ya kengele kwa mwendelezo wa taarifa zetu. Kila kunakofika taarifa, basi unakuwa una uhakika zaidi wa kuzipata. Karibu. Bana, klabu ya soka Young Africans inazidi kuwaweka matatani wapinzani wake baada ya kile kinachoelezwa kwamba sasa ni rasmi ya kwamba wanakwenda kuutikisa usajili wa ligi kuu ya soka Tanzania bara na usajili wa Tanzania kwa kile ambacho wao wamekipanga, na wanaonekana dhahiri kwamba wanahitaji kuweza kutengeneza kikosi himara na thabiti kabisa kwenye ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo taarifa inaelezwa kwamba wameshusha tena vyuma vingine ambako ni beki ambaye aliweza kutokea timu moja na kocha wa sasa wa klabu ya soka Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba mambo yanaonekana kuwa mazuri zaidi kwenye kikosi chao. Lakini sasa taarifa inaelezwa kwamba klabu ya soka Young Africans kupitia soko la usajili limezidi kupamba moto
kweli kweli, baada ya vuta ni kuvutane. Inaelezwa kwamba kauli ambazo zilizokuwa zikiweza kutolewa na Ally Kamwe ndo zinazidi kuweza kuwashtua watu wengi, baada ya jana kuweza kutoa kauli ya kusema ya kwamba kuna watu wanafanya mazoezi na mchezaji wao ambao ni Young Africans pasipo kujua kama ni mchezaji wao. Kwa hiyo muda ndio nakwenda kuzungumza mpaka sasa kuhusiana na mchezaji huyo, ambapo taarifa inaelezwa kwamba soko la usajili nchini limezidi kupamba moto baada ya kubainika kuwa kiungo mchezeshaji wa Azam FC Faisal Salum Feitoto hata kuwa sehemu ya kikosi kinachocheza mechi ya kirafiki Kigali, Rwanda. Nyota huyo anatarajiwa kushuhudia mchezo huu akiwa jukwaani kama mtazamaji tu, hatua inayothibitisha kwa kiasi kikubwa kuwa yuko njiani kukamilisha mpango wake wa kuondoka ndani ya matajiri wa Azam FC. Taarifa za ndani zinaeleza kuwa Feitoto tayari amefikia makubaliano binafsi na klabu yake ya zamani Young Africans, huku mazungumzo rasmi kati ya uongozi wa Azam na Yanga yakiendelea ili kukamilisha taratibu za uhamisho huo. Hata hivyo, Yanga hawako peke yake kwenye vita hiyo, kwani klabu ya Simba nayo inatajwa kupambana kwa nguvu zote kuhakikisha inapindua meza na kunasa saini ya kiungo huyo fundi. Tarehe 13 Agosti 2026 inatajwa kuwa siku ya msingi na ya maamuzi makubwa kuhusu mustakabali wa Feitoto, kwani kikosi cha Azam kinatarajiwa kuwa kimesharejea nchini Tanzania kutoka nchini Rwanda. Mashabiki wa soka nchini kwa sasa wanasubiri kwa hamu kuona kama kiungo huyo atarejea mitaa ya Twiga na Jangwani au atafanya maamuzi ya kustaajabisha ya kutua Msimbazi, ambapo kila mmoja anasubiri kwa hamu kuweza kuona Feitoto ni wapi ambapo ataelekea kwenye hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya kutua kwake kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambapo kila mmoja anakwenda kushuhudia yale ambayo yaliyokwenda kutokea hivi karibuni, ambapo kila mmoja alikwenda kuona Feitoto siku kadhaa zilizopita ama miaka kadhaa alipokuwa kwenye kikosi cha Young Africans, mambo ambao waliweza kuyazungumza, lakini sasa inaelezwa kwamba tayari uko mambo yamefikiwa na inaelezwa kwamba tayari makubaliano binafsi kati ya Faisal na Yanga yaliyofikiwa siku kadhaa zilizopita, huku taarifa zikiweza pande zote mbili zimeshamaliza mazungumzo kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans. Kwa hiyo kwa sasa kinachosubiriwa tu ni kuweza kumaliza dili hilo ambalo linaonekana kuwa liko zaidi kwa upande wa Young Africans kuliko upande wa Simba Sport Club, ambapo kila kitu kinaonyesha wazi kwamba mwamba huenda akatimkia zake kwenye kikosi cha mabingwa hao watetezi wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Huu unaendelea kuwa ni mwendelezo mzuri wa Young Africans kuwashawishi wachezaji wazuri kutua kwenye kikosi chao. Imagine kama Feitoto tatua kwenye kikosi cha Young Africans, ni namna gani ambavyo Young Africans watakuwa na machaguo mengi ya wachezaji ambao wanawahitaji kuwatumia. Bana, weka maoni yako hapo chini, wewe umepokeaje taarifa hii ya Feitoto kutua kwenye kikosi cha Young Africans? Weka maoni yako, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele.